Yeah. This one is Protoctopus iphiticus, but local name is Kamongo. And we have Tilapia niloticus, which is we call it sato. And the other one, yeah, this is an Nilipech, the one we saw, which gives fish bone. Yeah. Tukiji na mambo mengi sana na vigelegele. Mheshimiwa Wangi tayari amefika, na kama mlivyoona ameweza kuonyeshwa mazao ya samaki kwa maana ya mabondo, lakini pia ameona samaki na ameshuhudia mwenyewe kwa vitendo kabisa jinsi gani bondo linatolewa katika samaki akiwa mbichi kabla ya kukaushwa. Lakini pia amepata nafasi ya kuwaona wavuvi ambao hivi punde tu wamewasili hapa wakiwa na aina mbalimbali ya samaki. Makofi mengi na vigelegele. Chato oye! Wavuvi oye! Asante sana. Mheshimiwa Wangi, mjumbe wa mambo ya kitaifa na waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Watu wa China. Mheshimiwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Profesa Palamagamba Kabudi. Mheshimiwa waziri wa mifugo na uvuvi, Mheshimiwa Mashimba Ndaki. Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo letu la Chato, Dr. Medad Kalemani. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Geita, Mhandisi Robert Gabriel. Mheshimiwa DC wa Chato. Mheshimiwa katibu mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Dr. Rashid Tamatama. Mheshimiwa katibu mkuu Wizara ya Mambo ya Nje, Balozi Brigedia Generali Robert Agostini Ibuge. Napenda kutambua viongozi wote mliopo hapa. Waheshimiwa sana wavuvi, itifaki imezingatiwa. Chato oye! Wavuvi oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla ya kuendelea tupate salamu za ukaribisho lakini na maelezo mafupi ya maendeleo ya sekta yetu ya uvuvi ambayo yatatolewa na waziri mwenye dhamana ya mifugo na uvuvi, Mheshimiwa Mashimba Ndaki. Kwa heshima ya taadhima, Mheshimiwa waziri, karibu. Makofi mengi na vigelegele. Chato hoye! Mheshimiwa Wangi, mjumbe wa Baraza la Taifa na waziri wa mambo ya nje Jamhuri ya Watu wa China. Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi, mbunge, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mhandisi Robert Gabriel, mkuu wa mkoa wa Geita. Mheshimiwa Daktari Medad Kalemani, waziri wa nishati na mbunge wa Chato. Watumishi wa serikali, wavuvi na wadau wa mwalo wa Chato Beach, mabibi na mabwana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi, napenda kukukaribisha hapa nchini Tanzania, hususan katika mwalo wa Chato Beach uliopo hapa wilayani Chato, na ujisikie uko nyumbani. Mheshimiwa mgeni rasmi, Tanzania imejalia rasilimali mbalimbali za uvuvi katika maziwa, bahari na maeneo oevu. Sekta ya uvuvi nchini inatoa mchango mkubwa katika kuwezesha wananchi kupambana na umaskini. Sekta hiyo imezalisha ajira za moja kwa moja kwa wavuvi zipatazo 253 na wakuzaji viumbe maji, yani aqua farmers 28,003. Pia zaidi ya wananchi milioni 4.5 wanajishughulisha na shughuli mbalimbali katika mnyororo wa thamani wa uvuvi. Aidha, wavuvi hao wanazalisha wastani wa tani 3.5 kwa mwaka. Pamoja na kutoa ajira, sekta ya uvuvi inaongeza kipato na lishe kwa wananchi na pia kuchangia katika pato la taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, asilimia 85 ya mazao ya uvuvi nchini Tanzania, yakiwemo yale yanayosafirishwa nje ya nchi, yanatokana na wavuvi wadogo wadogo
ambao wanatumia vyombo vidogo vya kuanzia mita 3 hadi mita 10. Wengi wao wanashusha mazao yao katika miaro midogo kama huu hapa wa Chato Beach. Mheshimiwa mgeni rasmi, 75% ya mazao ya uvuvi yanayozalishwa hapa nchini yanavuliwa katika ziwa Victoria. Ziwa hili huzalisha mazao muhimu matatu ya kibiashara ambayo ni samaki aina ya sangara, sato na dagaa. Kati ya samaki hao, mazao yatokanayo na sangara yanayojumuisha minofu na mabondo ambayo tayari umekwisha kuyaona ndio husafirishwa kwa wingi katika masoko ya kimataifa ikiwemo China. Mheshimiwa mgeni rasmi, soko kuu la zao la mabondo yani fish mo ni nchini China kwa kupitia Hong Kong. Ni azma ya serikali yetu kuuza zao hilo nchini China moja kwa moja. Matarajio yetu ni kuweza kusaini mkataba phytosanitary agreement kuwezesha kuuza bidhaa hizo moja kwa moja katika soko la China. Tunaomba Mheshimiwa Waziri, mara tutakapowasilisha rasmi maombi ya kufungua soko la mabondo, tuunge mkono na serikali ya China. Tuna imani kwamba kufunguliwa kwa soko hilo kutasaidia sana jitihada za wananchi kujikwamua na umaskini. Mheshimiwa mgeni rasmi, Tanzania ina mialo ipatayo 1375 ambapo mwalo huu wa Chato ni miongoni mwa mialo hiyo. Pamoja na juhudi za serikali katika kuendeleza mialo hapa nchini, bado kuna fursa ya kuboresha miundombinu ya kupokelea, kuhifadhi na kuchakata mazao ya samaki. Hivyo, kupitia kwako, tunaiomba serikali ya Jamhuri ya Watu wa China kuhamasisha makampuni binafsi kutoka China yaje kuwekeza katika viwanda na miundombinu ya uvuvi ili kuongeza uzalishaji, kupunguza upotevu na kuongeza ubora na usalama wa mazao ya uvuvi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana kuja kututembelea na asante sana. Tupigie tena makofi mengi Mheshimiwa Masudi Mandaki, Waziri wa Mifugo na Uvuvi. Uvuvi wewe! Chato safi! Kwa heshima na taadhima, kinachoendelea hivi sasa, tupate risala ya mwenyekiti wa wavuvi Bwana Kamese Malima. Karibu sana. Kwa majina naitwa Kamese Baltazar Malima, mwenyekiti wa wavuvi mwalo wa Chato Beach. Risala ya wavuvi wa mwalo wa Chato Beach kwa wageni rasmi, Mheshimiwa wangu mjumbe wa Baraza la Taifa, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Watu wa China, tarehe 8 mwezi wa kwanza 2021. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu na kuishukuru serikali ya awamu ya 5 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa jitihada kubwa za kuleta maendeleo kwa wananchi wa Chato na Tanzania kwa ujumla. Kwa niaba ya wadau wavuvi wote, napenda kukukaribisha hapa mwalo wa Chato Beach na ujisikie uko nyumbani. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwalo wa Chato Beach ulianzishwa mwaka 1999
na mpaka leo kuna jumla ya mitumbwi 125. Kati ya hiyo 110 ni ya kasia na 15 inatumia injini. Pia ina wavuvi zaidi ya 500 ambao wanajishughulisha na uvuvi wa sangala, sato, dagaa na furu. Mwalo huu una makundi ya wavuvi, wafanyabiashara, wamiliki wa vyombo vya uvuvi, wachakataji na wafanyabiashara nyingine zinazohusiana na uvuvi. Aidha, mwalo una zaidi ya wakazi 10,080. Kati ya hao wanaume ni 4,032 na wanawake ni 6,048. Mwalo huu una jumla ya vikundi 4 vya wajasiriamali wadogo wadogo ambavyo vimesajiliwa kisheria, na pia tupo mbioni kusajili chama cha ushirika wa wavuvi Chato Fisheries Cooperative Society. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio ya shughuli zetu hapa mwaloni, tuna changamoto kadhaa ambazo kupitia kwako tunaomba serikali ya Jamhuri ya Watu wa China watusaidie kama ifuatavyo. Moja, miundombinu ya mwalo ikijumuisha: 1, gati la kuegesha vyombo vya uvuvi; 2, jengo litakalojumuisha soko na ofisi; 3, mtambo wa kuzalisha walau tani 5 za barafu kwa siku; 4, chumba cha ubaridi chenye uwezo wa kuhifadhi tani 10 za samaki; 5, mashine ya umeme ya kukaushia dagaa na furu yenye uwezo wa kukausha tani 5 kwa siku. 2, tunatambua kwamba nchi ya China ni kinara wa ufugaji wa samaki duniani. Hivyo tunaomba kuwezesha utaalamu wa miundombinu katika kituo cha taifa cha ufugaji samaki cha Chato, na pia uwezeshaji wa vikundi vya wajasiriamali viweze kufuga samaki kwenye vizimba. 3, eneo la Chato na mkoa wa Geita kwa ujumla linazalisha tani 23,844 za samaki kwa mwaka. Samaki hao wanahitajika kusafirishwa umbali mrefu kwenda katika viwanda vilivyopo Mwanza na Kagera kwa ajili ya uchakataji. Hivyo tunaomba wawekezaji katika kiwanda cha kuchakata minofu angalau tani 35 kwa siku hapa Chato. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya wavuvi na wadau wa uvuvi wa mwalo wa Chato Beach na wananchi kwa ujumla, tunakaribisha tena katika mwalo wetu. Mungu ibariki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mungu ibariki Jamhuri ya Watu wa China. Sasa kwa niaba ya wavuvi wa mwalo wa Chato Beach, naomba nikukabidhi zawadi yetu ya samaki wa Ziwa Victoria aina ya sangala na sato. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Makofi mengi na vigelegele kwa mwenyekiti wetu wa wavuvi, na hiyo ndio zawadi anayokabidhiwa mheshimiwa mgeni. Makofi mengi na vigelegele. Wavuvi Wanachato ni wakarimu sana, hasa wavuvi. Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje wa Watu wa China anasogea ili aweze kujionea samaki hiyo. Hapo kuna sangara, hapa na shaka kuna sato, lakini pia nadhani kuna kamongo. Makofi tena mengi na vigelegele. So this is the present, the gift that the fisherman would like to give it to you. Yeah. So this is the Nile perch. Yeah, the Nile perch. It's different from the other one, sato. That is sato, and that's kamongo. Baada ya kuonyeshwa zawadi hiyo, sasa inahifadhiwa.
Kwa heshima na taadhima, waheshimiwa viongozi, sasa turudi katika jukwaa, tuendelee na taratibu nyingine. Makofi mengi na vigelegele. Wavuvi, tupige na makofi mengi sana. Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi, kwa heshima na taadhima, sasa tunakuomba kwa nafasi yako uje kumkaribisha mgeni wetu ili naye aweze kuwasalimia wananchi. Makofi mengi na vigelegele kwa Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa ni nafasi yako kuweza kusema neno lolote mbele ya wananchi hawa wa Chato, lakini pia wavuvi wa hapa Chato. Karibu sana. Chato 渔民的兄弟姐妹们，大家早上好。Marafiki kutoka Chato, habari za asubuhi. 很高兴同外长还有渔业部长一起来看望我们的渔民的兄弟姐妹们。我看到你们满载而归，但同时也非常的辛苦。我看到已经晒成的鱼肚，那么使我不禁想起我和我的同事们经常在北京吃这样的鱼肚，但是我们不知道从什么地方来的。现在我才明白我们吃到的鱼肚就是这些东西。所以我要借此机会向潮头的渔民的父老乡亲们表示感谢。Leo tunayo furaha sana kutembelea hapa na kuwaona nanyi pamoja na waziri wa mambo ya nje Profesa Kabudi na pia na waziri kutoka wizara ya uvuvi. Tunafurahi sana kwa sababu leo tunaona nyinyi na pia tunaambiwa kwamba nyinyi mnazalisha bei ya samaki nyingi sana, na pia nyingi zao zimeuzwa huko soko la China. Na mara kwa mara wakati tulipokuwa Beijing, mimi na mwenzangu tulikwenda mkahawa na kula beli ya samaki, lakini hatujui nyingi zao zinatoka Tanzania. Leo tunajua, kwa hiyo tunafurahi sana zinatoka Tanzania. 我还要感谢刚才给我们赠送了那么大的鲈鱼，还有其他的珍贵的鱼种，体现了你们对中国的友好的情谊。我要在此宣布，中国驻坦桑尼亚大使馆向我们这个渔村捐助2万美元，用于购买你们急需的捕鱼的用具。请你们记住，王克大使他会把2万美元送到这里来。Leo ninyi mmenizawadia samaki mazuri makubwa sana. Ninafurahi sana. Nashukuru sana kwa sababu kitendo hiki kinaonyesha hisia yenu joto sana na kirafiki sana. Na leo mimi naomba nichukue nafasi hii kutangaza kwamba ubalozi wa China nchini Tanzania kitachangia dola za Kimarekani 20,000 kwa wavuvi wa Chato hapa ili mweze kununua vifaa vya kuvua samaki. 坦桑尼亚渔业资源非常的丰富，刚才渔业部长也讲了，那么中国从全世界进口越来越多的渔产品，中国的市场越来越大，我们愿意从我们的好朋友坦桑尼亚进口更多的渔产品，造福于我们当地的渔民的兄弟姐妹，使你们能够尽快的生活更加富裕起来。Nimeambiwa kwamba mali asili ya mvua ya majini hapa Tanzania ni nyingi sana, na pia soko la samaki huko China pia ni kubwa. Kwa hiyo ningependa kutangaza kwamba China inakaribisha
samaki kutoka Tanzania, na pia tungependa kuwasaidia kusitisha mapato pia na kuboresha maisha yenu. 我们将继续采取措施，使鱼肚可以直接的出口到中国的内地，当然也不要影响香港的市场。同时呢，我们也希望通过简易的程序的履行，使如此鲜美的维多利亚的渔产品也能够直接那么进入到中国大陆的市场。 na pia tunapenda kusaidia kuuza beli ya samaki kutoka Tanzania na kwenda China moja kwa moja kwa kutia maanani mkataba husika, ili mazao kutoka ziwa Victoria yanaweza kwenda China rahisi zaidi. 我们愿意为坦桑尼亚农业渔业的发展，为当地人民的福祉来做出我们的努力，因为我们是好朋友。 China na Tanzania ni ndugu na marafiki makubwa sana. Kama ndugu, China na wananchi wa China tunapenda sana kusaidia marafiki wa Tanzania kuhakikisha maendeleo ya uvuvi ili mweze kupata maisha mema zaidi katika siku za mbele. Tanzania oye! Asanteni. Makofi mengi sana na vigelegele. Makofi mengi sana na vigelegele. Chato oye! Tanzania oye! China oye! Naam, viongozi wetu na msafara wake wanaondoka hivi sasa kwenda kuendelea na majukumu mengine. Dola 20,000 za Kimarekani ni sawa sawa na milioni 45 za Tanzania. Makofi tena mengi na vigelegele. Fedha hizi zitatusaidia katika kununua vifaa na mambo mbalimbali ya kuboresha sekta yetu ya uvuvi hapa katika mwalo wa Chato. Tuendelee kupiga makofi basi kwa ajili ya kumwaga mgeni wetu. Kina mama vigelegele. Kina mama oye! Kina mama oye! Maana nasikia hapa kina mama wanajishughulisha sana na biashara hii ya samaki. Kina mama oye! Vijana oye! Haya, makofi mengi na vigelegele. Tuendelee kumwaga kiongozi wetu, waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Watu wa China, Mheshimiwa Wang Yi, ambaye yuko kwenye ziara ya siku 2 kuanzia hapo jana. Hapana shaka ndio inaelekea ukingoni, hivyo sasa anaondoka kwenda kuendelea na majukumu mengine. Asanteni sana. Shukrani.